Hello mtu wangu, mambo vipi? Nadhani umewahi kukutana na hali ambapo unaanza kitu kipya lakini hujui hata uanzie wapi. Hilo swala hutokea hata kwa watu ambao wanataka kujifunza kinanda. Kwa hiyo kwenye video hii nataka hilo lisikutokee kama hivyo nitokea. By the way, jina langu ni Tike kwenye beat na hii hapa ni Mziki wa Mashariki, channel yako YouTube ambayo inakufundisha masuala ya piano au kinanda, masuala ya utayarishaji audio, ya matangazo, nyimbo na filamu. Ndo tulipo hapo. Kwa hiyo issue ya leo ni mtu kuhisi kama amezidiwa. Anataka kujifunza kinanda lakini hajui aanzie wapi. Mimi kwa mfano nahisi inabidi uanzie kwenye sura ya kinanda chenyewe. Naamini inakusaidia sana kabla hata hujaenda popote. Kwa hiyo kinanda hiki nimekikariri ama nimekishika kichwani kwa kutumia msemo mmoja: vijiti vya Kichina viwili, uma tatu. Nadhani wote tumewahi kuangalia kwenye filamu za Kichina kwamba hawa watu wao wanakula chakula chao hicho cha na sijui ni spaghetti, sijui ni kitu gani, lakini wakiwa wanakula wanatumia, kuna vijiti fulani vinakuwaga ni viwili wanatumiaga. Hawatumiagi hivi vijiko vyetu, wanatumia hivyo vijiti viwili. Vinaitwa chopsticks. Okay? Chopsticks kwa sababu ni viwili. Sura ya kinanda hii nikiona hii pattern ambayo inajirudia, huwa kuna sehemu nakutana na vitufe viwili vyeusi. Hivyo hapo, hivyo hapo, hivyo hapo, hivyo hapo. Na vile vile utakutana na uma ama fork ya sijui naweza nikaviita vichongeo, sijui naweza nikaviita vincha hivi vitatu. Kwa hiyo ni hii na hii. Nadhani hivyo vidude vyangu vitatu umeviona. Kwa hiyo kinanda chochote kile utakachokutana nacho kitakuwa na pattern hiyo kwanza. Pattern hii inajirudia. Kwa hiyo naweza nikawa na vijiti vyangu viwili, viuma vyangu vitatu. Hiyo ndo pattern, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kinanda hiki kina vitufe vyeusi na vyeupe. Vyeusi kama tulivyoona ni vitano. Kuna viwili, vitatu, viwili, vitatu, viwili, vitatu, viwili, vitatu. Lakini vile vile kuna button ama vitufe ambavyo ni vyeusi, ni vyeupe. Vyeupe utakuta ni 7. Alafu tunarudia. Okay? Kwa hiyo kwa kinanda changu hiki utakuta kwamba vitufe vyenyewe kwa kila kundi hilo ambalo tumekuwa tunaongelea, kila kundi lina vitufe 7 vyeupe na vitufe 5 vyeusi. Na hivyo vitufe utakuta kama 5 ukijumlisha 7 utapata 12. Kwa hiyo hivyo vitufe 12 ndo vinaitwa octave. Kwa hiyo hivyo hapo, hivyo hapo, hivyo hapo, hivyo hapo, vinakuwa vipo 12. Baada ya hapo, swala lingine, vitufe hivi huwa vinaweza vikawa vinazidi ama vinaweza vikawa vichache. Kwa hiyo kuna vinanda ambavyo vina octave 2, octave 1, kuna vile ambavyo vina octave 8. Sasa hiki cha kwangu hiki kina octave 1, 2, 3, 4. Na 4 mara 12 utapata 48, na hiki cha mwisho 49. Ndio maana watakwambia kwamba hiki kinanda kina vitufe ama button 49. Okay? Hicho ndio kitu cha kwanza cha kunoti. Kitu cha pili, hivi vitufe baada ya kuangalia kuona kwamba hii pattern inajirudia, vitufe vyenyewe tunavipaje majina? Tunatumia majina ya herufi 7 za mwanzo za alfabeti ya Kiingereza. Sio ya Kiswahili, ya Kiingereza. Nadhani wote tunajua kuhesabu kwa kutumia Kiswahili. na hiyo alphabet tunajua kwa Kiswahili, lakini hawatumii ya Kiswahili, wanatumia ya Kiingereza, kwa sababu ya Kiswahili nimekuta
kuna baadhi ya silabi wanaongezea, lakini ile ya Kiingereza ni herufi moja moja, kwa hiyo nadhani ndio maana ni nyepesi sana. Wanaanzia A, B, C, D, E, F, G. Wakifika G wanarudia tena kuanzia tena kwenye A. Sasa A yenyewe iko wapi? Okay? Hivi vitufe 7 hivi vyeupe ndo vinapewa majina hayo. Kwa hiyo button A utaikuta kwenye vitufe hivi vitatu. Ipo katikati ya kitufe cha pili cheusi na cha tatu cheusi. Kwa hiyo hii ndo A. Okay? Sasa baada ya hapo tunaenda kwa kufuata tu hatua kwa hatua. Kwa hiyo hapo kama hii ni A, basi hii ni B. Alafu hii ni C. Alafu hii ni D, E, F, G. Alafu tunarudia tena A. Tunaenda B, C, D, E, F, G. Tunarudi tena A. Kwa hiyo A unaijuaje? Ni button nyeupe ambayo ipo katikati ya button nyeusi ya pili na ya tatu. Kwenye zile button ambazo zipo tatu, kuna kundi la 2 na kundi la 3. Sasa hili kundi ambalo lina 3, basi kati ya button ya pili na ya 3 hizo nyeusi, kati yake ndo utakutana na hiyo A nyeupe. Ukiangalia hili kundi ambalo lina 2 nyeusi, katikati ya hizo 2 ndo utakutana na D. Kwa hiyo hizo noti 2 hizo ama hizo button 2 zinakusaidia kujua zingine ziko wapi. Kwa hiyo kama hii ni D, basi ina maana hii ni E. Alafu nyuma yake kama hii ni D, hii ni C. Lakini utakuta vinanda vingi havianzii kwenye A. Mara nyingi baadhi ya vinanda huwa vinaanzia kwenye C, kama hiki cha kwangu. Kwa hiyo kinaanzia C, D, E, F, G, A, B, C. Alafu C inajirudia. Kwa hiyo octave yako inaweza ikawa inaanzia kwenye C kwenda C, inaweza ikawa inaanzia kwenye E kwenda E, ama kwenye A kwenda A, popote pale. Kikubwa ziwe zinafanana. Kitu cha pili, utakuta kwamba kinanda changu hiki, hizi C sasa ninazo kama 5 ama 4. Ya kwanza hii, ya pili hii, ya 3, ya 4, ya 5. Okay? Tukitoka kwenye hizo nyeupe, kwenye nyeusi tumesema tunazo 5, lakini hizi zinapewaje majina? Majina yanatolewa kutokana na zile tunazozijua tayari ambazo ni nyeupe. Kwa hiyo inategemea kama hiyo nyeusi ipo juu ya nyeupe ama ipo chini ya nyeupe. Kwa mfano tukianza na hii hapa, hii ipo katikati ya C na D. Okay? Tukichukulia kwamba ipo juu ya D ya C ama ipo baada ya C, tutaongezea neno sharp. Kwa hiyo hii itakuwa ni C, lakini hii ni C sharp. Okay? Hii itakuwa ni D, lakini hii ni D sharp. Okay? Hii itakuwa ni E, hii ingekuwa E sharp, lakini ni F, tayari ni nyeupe. Hii itakuwa ni F, lakini hii ni F sharp. Hii ni G, lakini hii ni G sharp. Hii ni A, lakini hii ni A sharp. Alafu mfumo unajirudia. Nadhani tulianzia hapa. Lakini vile vile hizi nyeusi tunaweza tukazichukulia kama vile zipo chini ya nyeupe fulani. Kwa mfano, si tunaiona hii? Tunaweza tukasema kwamba hii ni B, nyeusi iliyopo chini yake tutasema ni B flat. Sasa alama ya flat inafanana na kama B ndogo, lakini sio kama unavyoiona hapo kwenye screen. Na alama ya sharp inafanana kama alama ya reli, nadhani tumeshaiona. Kwa hiyo hii ni B flat. Hii ni A iliyopo chini yake, tunaweza tukasema ni A flat. Hii ni G iliyoko chini yake, tunaweza tukasema ni G flat. Hii ni E iliyoko chini yake, tunaweza tukasema ni E flat. Alafu hii ni D iliyoko chini yake, tunaweza tukasema ni D flat. Nadhani hilo limeeleweka. Kwa
Kwa hiyo hizi button nyeusi zina majina mawili kulingana na uko wapi. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni B flat ama A sharp. Hii inaweza ikawa ni A flat ama G sharp. Alafu hii inaweza ikawa ni G flat ama F sharp. Alafu hii inaweza ikawa ni E flat ama D sharp. Alafu hii inaweza ikawa ni D flat ama C sharp. Kwa hiyo hizi nyeusi zina majina mawili, sharp au flat, kulingana na hilo jina ulilolitaja kwanza. Nyeupe yake ipo chini ama ipo juu ya hii nyeusi unayoiongelea. Nadhani hilo ni rahisi sana kuelewa. Inategemeana na key zenyewe. Utakuta kwamba noti hii tutaita C sharp kulingana na tupo key gani ama ufunguo gani, na tunaweza tukaita D flat kulingana tukiwa na ufunguo mwingine kwenye ufunguo mwingine, lakini ni ile ile noti ama ni ile ile button. Nadhani hiyo sasa hivi haikuchanganyi tena. Katika kuepukana na kuchanganyikiwa, hapo ndo masponsor wetu wa video hii wanaingia. Wale watu wamenisaidia sana kuhusu kutokuchanganyikiwa kutafuta shule ya mtoto wangu. Okay? Wanaitwa Mount Carmel Junior School. Wanasajili watoto kuanzia chekechea hadi darasa la 7. Wana huduma nzuri, wana usafiri, wana chakula, wana walimu waliobobea, wana mazingira mazuri ya kujifunzia, vitu vizuri vya mtoto kujifunzia. Mount Carmel Junior School wapo pale wilaya ya Ilemela jijini Mwanza. Unaweza ukawacheki baadhi ya link kwenda kwenye social media zao, ama unaweza ukatafuta mtandaoni, wapo. Nadhani wanatoa huduma nzuri. Hao ndo masponsor wetu na tunawashukuru kweli, kwa sababu hata sisi ni shule vile vile. Kwa hiyo muhtasari wetu ni kwamba kinanda kina pattern inayojirudia. Hicho ndio kitu cha kwanza. Pattern hiyo huitwa ni octave na huwa ina vitufe ama button 12. 5 vyeusi, 7 vyeupe. Na vitufe hivi hupewa majina kwa kutumia herufi 7 za kwanza za alfabeti ambazo ni kuanzia A ama A hadi G. Kifika G tunarudia. Alafu vitufe vyeusi huwa vinapewa majina kulingana na vile vyeupe, lakini huwa tunaweza kuongezea neno sharp ama flat kulingana na hiyo noti hiyo button nyeusi ipo juu ama ipo chini, ukilinganisha na hiyo nyeupe ambayo jina lake tumetumia. Hiyo ndo sura ya kinanda kwa ufupi. Nadhani imeeleweka. Statistics zetu zinatuonyesha kwamba 58% ya watu ambao wanaangalia channel hii hawajasubscribe. Kwa hiyo nakuomba sana usubscribe, na kama vipi unaweza ukatumia maoni yako hapo kwenye comment section, ukatuambia hayo tuliyoongea ni mapya kwako ama ni vitu ambavyo ulikuwa tayari unavijua. Je, kama kuna kipya chochote ni kipi hicho? Tutakujibu haraka na tunashukuru kwa kutucheki. Jina langu ni Tike kwenye beat na hii hapa ni Mziki wa Mashariki.